tufanywe upya na Roho Mtakatifu. Ndugu zangu wapendwa, wana Mikocheni, tunaambiwa katika maandiko matakatifu, moyo usio na shukrani hukausha mema yote. Shukrani ni tendo la kiimani, lakini ni tendo la kistaarabu. Ni tendo linalodhihirisha kutambua fadhili na fadhila tulizopokea kwa muhusika. Leo hii tunaadhimisha Jumapili ya 20 ya mwaka wa kanisa, ambapo katika Jumapili hii tunasherehekea sherehe ya parokia ya somo wetu Mtakatifu Marta, lakini pia tunasherehekea miaka 20 ya imani katika parokia yetu. Tumshukuru Mungu kwa makofi na vigelegele. Ni siku ya kumwambia Mungu asante. Ni siku ya kuangalia nyuma kwa kipindi cha miaka 20 na kusema kama sio Mungu tusingefika hapa tulipofika. Ni siku ya kuangalia mambo mengi ambayo kwayo tumekutana nayo, tumevuka, tumeyafanyia kazi, lakini pia tumeweza kusimama imara katika changamoto na nyakati mbalimbali za mapito. Ni siku ya kumshukuru Mungu kwa zawadi ya parokia yetu hii na kwa zawadi ya imani tulioipokea na tulioiishi kwa miaka 20 sasa, kwa mfano wa Mtakatifu Marta aliyempokea Kristo nyumbani kwao na kumsikiliza kwa makini na kwa furaha. Wapendwa katika Kristo, tunapomshukuru Mungu tunatambua zawadi nyingi alizotukirimia katika maisha yetu. Tunatambua zawadi ya wokovu aliyotupa, wokovu anaotoa Mungu kwa watu wote, na wokovu anayeupokea neema hiyo ni yule tu mwenye imani thabiti na moyo wa unyenyekevu. Ni yule tu anayejua kusimama imara na kujitumainisha kwa Mungu, kwamba katika yote Mungu atatoa jibu kwa muda na wakati wake. Katika somo la kwanza, Nabii Isaya ametuambia kuwa nyumba ya Mungu itakuwa ni nyumba ya sala kwa mataifa yote. Kwa nini nabii anasema maneno haya? Zamani watu walidhani kuwa Mungu ni wa taifa moja tu, fulani fulani. Lakini kupitia mdomo wa Nabii Isaya, Mungu anatangaza kwamba kila anayemtafuta Mungu kwa moyo wa kweli anakaribishwa. Maneno tunayosoma kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 55 mstari wa 6. Mungu anasema, nitafuteni kwa maana ninapatikana, niiteni kwa sababu nipo karibu. Swali ambalo mimi na wewe leo hii maandiko matakatifu yanatuambia tujiulize ni hili: ni wapi tunamtafuta Mungu ili tumpate? Ni katika sala, kwa sababu katika sala tunakutana na Mungu mwenyewe. Yesu anasema, walipokutanika 2 au 3 kwa jina langu, hapo mimi nipo pamoja nao na nipo katikati yao. Lakini pia Yesu tunamtafuta katika maadhimisho ya sakramenti zote za kanisa. Tunapoadhimisha sakramenti ya ubatizo, tunapokea neema ya utakaso, neema ambayo iliondolewa kwa dhambi ya asili. Tunapopokea sakramenti ya Ekaristi, tunakuwa mwili mmoja na roho moja na Kristo. Yesu anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, yeye hukaa ndani yangu
na mimi hukaa ndani yake. Tunapopokea sakramenti ya kitubio, tunapokea neema iliyopotezwa na dhambi. Tunapokea neema ya utakaso. Neema ya utakaso ni uzima na ule uzuri wa kimungu rohoni mwetu. Neema ya utakaso ni ule urafiki wa Mungu ambao daima hupungua au hupotea tunapokuwa katika hali ya dhambi. Isitoshe, tunakutana na Yesu kila tunapotafakari na kulisoma neno la Mungu. Katika adhimisho hili tumesikia, tumesikiliza, na sasa tunatafakari yale tuliyosikia. Kumbe tunapofanya hivyo tukiwa katika mazingira na hamu na nia ya kukutana na Mungu, hapo Mungu hukutana na moyo wa mwanadamu anayemtafuta kwa moyo wa unyenyekevu na imani thabiti. Lakini pia tunamtafuta na kumpata Kristo kila tunapotenda matendo adilifu, tunapoishi maisha maadilifu. Mathalan, tunapoishi na kutekeleza matendo ya ukarimu kwa kaka na dada zetu walio na uhitaji, kwa sababu Yesu alisema, lolote mtakalo wafanyia hawa walio wadogo mmenifanyia mimi, na lolote ambalo hamkuwafanyia hawa walio wadogo, yaani wahitaji, hamkunifanyia mimi. Kumbe kila tendo jema, kila tendo la ukarimu tunalolifanya kwa mwanadamu yoyote mhitaji, tunamfanyia Kristo na tunakutana na Kristo. Wapendwa ndugu zangu, parokia yetu leo ya Mtakatifu Marta inapaswa kuwa ni nyumba ya sala ambapo kila mtu wa kila aina, wa kila kaliba, wa kila wakati, wa kila umri na kila jinsia anajisikia kuwa sehemu ya familia ya Mungu, kuwa sehemu ya watoto wa Mungu. Wana Mikocheni, tunajiuliza leo, je, ni kweli kwamba nyumba hii ya Mungu, ni kweli kwamba parokia yetu ni nyumba ya Mungu, ni mahali ambapo Mungu anajisikia kupakaa, kwa sababu kila mmoja anajisikia kaka na dada katika Kristo, kwa sababu wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu? Katika somo letu la Injili tumesimuliwa na mwinjili Mathayo habari ya mwanamke Mkananayo ambaye yeye wala hakuwa Myahudi na wala hakuwa anashiriki imani ya Kiyahudi, lakini yeye kwa imani kwa Mungu aliyemuumba, kwa Mungu aliyeleta uokovu kwa wote, kwa Mungu ambaye ni mkarimu katika kusimamia na kushughulikia na kuleta hali njema na bora kwa mwanadamu, basi anamwendea Kristo Yesu, anamuomba uponyaji wa binti yake. Tumesikia katika simulizi, mama huyu alipoomba ombi hilo, Yesu hakujibu mara moja. Alionekana kukaa kimya, na katika ukimya huo wanafunzi wakamuomba, tafadhali msaidie haraka haraka aondoke, manake anatupigia kelele. Yesu anawachangamotisha wanafunzi wake baada ya kumuuliza huyu mama, mama, si vyema kuchukua chakula cha watoto na kuwapa mbwa, kuwapa wasiostahili, kuwapa wasiohusika? Mama anajibu, ndiyo Bwana, najua hilo. Najua mimi sio Myahudi, lakini ninamwamini Mungu. Nafanya hivyo kwa sababu hata mbwa wenyewe hula makombo yanayoanguka kutoka kwenye meza ya bwana zao. Anasema hivyo akijua kwamba ukarimu wa Mungu ni mkubwa, unasambaa kwa wanaojulikana na wasiojulikana, waliopo kwenye kundi na wasio kwenye kundi. Yesu kwa kuona hilo anamtamkia wazi, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama ulivyosema.
Kilichomsukuma Yesu ni kuona alivyoendelea kuweka msisitizo huyu mama, ili hali akijua kwamba yeye kibinadamu hana mastahili ya kupata huduma kutoka kwa Myahudi, kutoka kwa huyu nabii Myahudi, lakini bado akaweka msisitizo, Bwana nisaidie. Wapendwa ndugu zangu, sisi pia zipo nyakati ambazo tunajinadi kwamba tuna imani, lakini hatunyooshi maelezo. Tuna imani babaishi, tuna imani ya kusitasita. Hatuamini kwamba kweli jambo hili linamhusu Mungu na liko mikononi mwa Mungu, na uwezo wa Mungu utafanya kazi kwa muda na wakati. Japo huyu mama alionekana ombi lake linacheleweshwa, lakini alionyesha imani ambayo ina msukumo na uthubutu wa kumfanya awe na uvumilivu. Na hapo ndipo sisi tunakwama, kwamba uvumilivu wakati hatuvumilii ukimya wa Yesu anapoonekana kutujibu hitaji letu la mara moja na la wakati huo huo. Mwanamke huyu anatufundisha mambo makuu matatu katika kuomba kwetu, katika kushughulikia mipango yetu ya maisha, katika kusimama mbele ya Mungu na kumpelekea maombi yetu. Jambo la kwanza katika kuomba ni kuomba bila kukata tamaa. Jambo la pili ni kuwa wanyenyekevu mbele ya Mungu. Na jambo la tatu ni kumtumainia Mungu hata tunapocheleweshewa majibu ya tulichoomba. Ndugu zangu wapendwa, wengi wetu kwa bahati mbaya tunakata tamaa haraka tunapokutana na magumu katika familia yetu, tunapokutana na magumu ya maisha. Mathalani, tunaposubiri kupata ajira tuliyoiomba kwa muda mrefu, tunapopokea majibu hasi ya afya zetu, tunapochuchumilia kipindi kirefu cha matibabu ya magonjwa yetu wenyewe na ya ndugu zetu wana familia, na kadhalika na kadhalika. Tujue kwamba Mungu hachelewi. Mungu ana muda na wakati, na muda wa Mungu ukifika, jibu atalitoa kwa muda na kwa utaratibu na namna alivyopangilia. Ndivyo huyu mama ilivyomkuta, alivyoendelea kuweka msisitizo wa kumuomba Bwana Yesu, Bwana nisaidie. Akaambiwa imani yako ni kubwa. Na waomba tujiulize, wewe ni muumini? Wewe ni muamini? Wewe unaamini? Kwa vipimo vyako na kwa tafakari yako, imani yako ikoje? Imani yako ni babaishi? Imani yako haina msimamo? Imani yako ni ndogo au imani yako ni kubwa? Jambo ambalo mliomba kwa muda mrefu kutoka kwa Mungu, ukiwa hapa Mikocheni, mwezi mmoja, miezi miwili, labda mwaka mmoja, hujapatiwa majibu wala hakuna dalili. Unahama kanisa hili unakwenda kanisa lingine, wala hakuna majibu. Unahama kanisa hili unakwenda lingine. Unahama kanisa Katoliki unakwenda kwa nabii yule, unakwenda kwa kuhani yule, unapeleka na chumvi, na tena sio chumvi ya kawaida, chumvi ya mawe. Unachukua na mawe na unachukua na mafuta na maji na vitambaa vya upako, unaweka chini ya mto, unanyunyuzia nyumba nzima, nje na ndani. Tafsiri ya matendo hayo ni nini? Ni imani haba? Ni imani babaishi? Ni imani uchwara? Ni imani ndogo? Ni imani kubwa?
Kwa nafasi ya mama huyu, ukiwa mbele ya Yesu, unategemea Yesu atakwambia imani yako ikoje? Huyu mama ameambiwa, mama, imani yako ni kubwa na utendewe kama ulivyoomba. Yesu aliwachangamotisha wanafunzi wake, na sisi pia anavyowaambia, ametumwa sio ila kwa kondoo wa Israeli waliopotea. Wamepotea kutoka wapi? Ni nani hao kondoo wa Israeli? Miaka zaidi ya 2000 ni wakondoo wa Israeli. Miaka yetu hii, wakati wetu huu, na siku hii ya leo, jibu hili linaelekezwa kwako wewe mwana Mikocheni, kwamba Yesu hakutumwa ila ametumwa kwako wewe. Hivyo tuendelee kuomba bila kuchoka, tuendelee bila kuchoka kumsumbua Mungu, ili muda na wakati ukifika, Mungu aweze kutujibu, kwa sababu ataona imani yetu ni thabiti, ataona unyenyekevu ambao kwao tunamwendea, ataona matumaini tulionayo katika kusubiri Mungu ajibu maombi yetu. Mtakatifu Martha anatufundisha kukaa miguuni pa Yesu, yaani kuchota nguvu za utumishi wetu kwa kujenga mahusiano na yeye mwenyewe kwa njia ya sala na kwa njia ya tafakari ya neno la Mungu na kwa njia ya maadhimisho ya sakramenti za kanisa. Hebu sote pamoja, kila mmoja ajiulize, je, parokia yetu hii ambapo leo inaadhimisha miaka 20 ya uwepo, ya kutambulika kama kanisa chini ya msimamizi na mwombezi Mtakatifu Martha, je, ni nyumba ya sala? Kwa maana ya kwamba ni watu wanaomwendea Mungu, wanaotafuta kujenga na mahusiano na Mungu kwa njia ya sala. Na je, familia yako wewe mwana Mikocheni ni mahali pa sala? Ni nyumba ya sala? Ni nyumba inayemkaribisha Mungu awe kati yao wakati na nyakati mbalimbali za vipindi vya siku? Je, Yesu ana nafasi katika maisha yako wewe binafsi, katika maisha ya familia yako unayemtafuta kwa njia ya sala, kwa njia ya sakramenti? Unapoadhimisha sakramenti ya kitubio, kwa unyenyekevu unajitangaza kwamba wewe sio malaika, wewe sio mkamilifu, lakini unategemea na kuitumania huruma ya Mungu. Je, unapata nafasi ya kukaa miguuni pa Yesu japo hata dakika 5 kama alivyofanya Martha Yesu alipoitembelea familia yao? Na Yesu akathibitisha kwa kusema, Martha, Martha, unahangaika na utumishi mwingi. Ni sawa, utumishi ni kitu kizuri. Chota nguvu za kufanya utumishi huo kwa kukaa miguuni pa Yesu. Maria amechagua fungu lililo bora ambalo kwake halitaondolewa. Fungu hilo ni kukaa na Mungu. Je, tunayo imani isiyo babaishi kama alivyokuwa huyu mwanamke Mkananayo tuliyemsikia mwenye Injili? Bwana nisaidie. Unajua ndugu zangu, wakati mwingine tunasali bila kupambanua na kuweka wazi tunachotaka ni nini. Unataka Yesu akufanyie nini? Haitoshi tu utafuta muda na kusali sala fulani, imetosha. Unataka Yesu akufanyie nini? Ndio maana umesali sala hii. Wapendwa ndugu zangu, tunaposherehekea somo wa parokia yetu Mtakatifu Martha, tunakiri kwamba kwa muda wa miaka 20 hii amekuwa kwetu mwombezi kwa mengi ambayo ni ya kiparokia, kwa mengi ambayo ni ya kifamilia, kwa mengi ambayo ni ya mtu binafsi. Sasa kupitia maombezi yake
Tunamwomba aendelee kuwa nasi, kuwa taa, kuwa mfano kwetu, lakini zaidi sana kuwa mwombezi wetu wa kiimani, ili parokia yetu iwe kweli nyumba ya sala kwa watu wote, ili parokia yetu iwe mahali pa upendo na mshikamano wa kindugu, ili parokia yetu iwe shule ya imani, lakini imani isiyo babaishi, imani isiyo yumbayumba. Hata wakati majaribu tuweze kusimama imara. Hongereni sana kwa sherehe ya miaka 20 ya imani katika parokia yetu. Hongereni kwa kusherekea sherehe ya somo wenu Mtakatifu Martha. Tumsifu Yesu Kristo. Je, wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? Bongosource tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia Bongosource, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya Bongosource leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747 69 20 64, barua pepe alphatcben@gmail.com. Bongosource, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.